NBC Premier League imerudi tena, ambapo kikosi cha Young African kimesafiri kutoka Dar es Salaam kuelekea Mwanza pale kwenye uwanja wa CCM Kirumba kuifuata Pamba Jiji. Sasa kuelekea mchezo huo, kocha mkuu wa Young African ameamua kufanya mabadiliko ya kikosi hicho, maana ukianza kuangalia kikosi hicho kimepata pigo kubwa la kumkosa na kukosa nyota kadhaa, mfano kama Djigui Diarra ambaye yupo nje akitumikia adhabu yake ya kukosa mechi 3 na faini ya milioni 5. Sasa kuelekea mchezo huo dhidi ya Pamba Jiji, mchezo mgumu sana, kocha wa Young African ameamua kufanya mabadiliko ya kikosi. Je, ni mabadiliko gani aliyofanya kocha wa Young African? Yote tunakuletea hapa Tubone Media. Kitu ambacho unatakiwa kufanya ni kukaa nasi mwanzo mpaka mwisho, lakini pia nikukumbushe tu, wewe kama ni mgeni na ni mara yako ya kwanza unatuangalia, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele, kwani haya na mengine mengi ya kimichezo utayapata hapa Tubone Media. Sasa leo tunaenda kuangalia wananchi ambao wamesafiri kutoka Dar es Salaam kuwafuata Pamba Jiji kwenye mchezo wa NBC Premier League, na ikumbukwe mchezo wa mkondo wa kwanza ulipigwa pale kwenye dimba la Benjamin William Mkapa, ambapo Pamba Jiji walikubali kichapo cha goli 3-0 kutoka kwa Young African. Sasa mkondo wa pili unafuata, Young African ni zamu yao kuwafuata Pamba Jiji katika dimba la CCM Kirumba pale Mwanza. Je, nini kitajiri pale CCM Kirumba? Tunasubiria dakika 90 za muamuzi, lakini kuelekea mchezo huo, kocha mkuu wa Young African ameamua kufanya mabadiliko ya kikosi hicho. Ukianza kuangalia baadhi ya nyota wao wanawakosa kutokana na majeruhi, lakini wengine kutokana na adhabu, mfano kama Dickson Job ambaye anaugulia maumivu baada ya kupata majeraha ya goti, na Djigui Diarra golikipa namba 1 wa Young African ambaye anatumikia kifungo chake ambacho amepewa adhabu na TFF. Sasa mabadiliko yapo kama ifuatavyo. Namba 1 ni Twalibu Msheli ambaye ameingia kushika mikoba ya Djigui Diarra ambaye yupo nje kwa kutumikia adhabu ya kifungo cha mechi 3 na faini ya milioni 5, na hii yote ni kutokana na makosa ambayo aliyafanya kwenye mchezo wa Mtibwa Sukari, kuonesha lugha ya matusi na kumwattack muamuzi, na hayo ndiyo makosa ambayo yamemfanya Djigui Diarra kukosa mchezo wa Pamba Jiji. Lakini mabadiliko mengine ni Yasinki ambaye anakuja kushika nafasi ya Dickson Job ambaye yupo nje akiugulia majeraha ya goti ambaye aliyapata kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo kati ya Young African na Simba Sport Club. Sasa haya ndiyo mabadiliko ya Young African kuelekea mchezo mgumu wa Pamba Jiji. Je, haya mabadiliko yanamaanisha nini kwa mwalimu? Tukutane kwenye comment hapo, lakini pia wewe unaitakia ushindi Young African ukiwa wapi? Tukutane kwenye comment. Lakini pia je, kwa mabadiliko haya wewe unasemaje kuhusiana na mchezo kati ya Young African na Pamba Jiji? Pia tukutane kwenye comment, usisahau kusubscribe. Mimi ni Tubone Media, hadi wakati mwingine, keep watching, bye bye.